Ayuwa TV, ulimwengu kiganjani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi jina langu ninaitwa Sheikh Ali Juma Luwuchu, ambaye ni shekhe wa mkoa huu wa Tanga. Jambo kubwa la kwanza kabla sijazungumza lolote ni kuwashukuruni nyinyi ndugu zangu mnaoshughulika na Ayuwa TV. Nawapa shukurani kwa sababu ya juhudi zenu ambazo mnazifanya kwa ajili ya dini ya Uislamu, na inshallah Mwenyezi Mungu awape nguvu katika jambo hili. Lakini kwa kutaka kufahamu, kama tulivyotangulia mazungumzo yetu, namna ya Uislamu ulivyo katika mkoa wa Tanga, namna ya Waislamu walivyo ndani ya mkoa wa Tanga, namna ya shughuli za Kiislamu zilivyo ndani ya mkoa wa Tanga. Kwa ujumla, Tanga shughuli za Uislamu zinakwenda vizuri. Waislamu alhamdulillah wanakwenda vizuri kwa ushirikiano. Tanga katika jumla ya mambo wanaoyafanya mkoani kwetu ni kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kidini, bila kujali kwamba hii ni taasisi ipi, hii ni taasisi ipi. Hilo moja, alhamdulillah, Tanga tunakwenda pamoja katika jambo hilo. Vile vile Tanga ni kwamba juhudi za mashekhe katika kuendesha Uislamu ni kubwa sana, kwa sababu kila taasisi inajitahidi kuhakikisha kwamba wanafanya shughuli zao kama inavyotarajiwa. Kwa hivyo moja kwa moja niseme kwamba mkoa wa Tanga katika mambo ya kidini inakwenda vizuri, alhamdulillah rabbil alamin. Mashekhe wanashirikiana, viongozi wa dini wanashirikiana, waumini wanashirikiana. Haya ndio ambayo tunayo katika mkoa wa Tanga, na vijana wanajitahidi kuisoma dini katika mkoa wetu huu. Kwa ujumla, hayo ndio iliyopo ndani ya mkoa wa Tanga. Ushauri wangu zaidi, ningaliwataka viongozi wa dini waige wale ambao hawafanani na Tanga, waige Tanga katika mashekhe kushirikiana. Lakini pia wakati wote wahakikishe viongozi wa dini kwamba wanahimiza hali ya amani na utulivu katika maeneo yao, kwa sababu amani na utulivu inapopatikana katika maeneo yetu, basi tunapata nafasi nzuri ya kuweza kufanya ibada zetu kwa utulivu na kuweza kutoa mafunzo ya Uislamu kwa vizuri zaidi. Na Tanga, mimi naweza kuzungumzia Tanga kwa sababu ndio sehemu ambayo ninayoishi na ninaifahamu. Kwa hiyo ningependa kutamka kwamba tuendelee kuidumisha amani, tuendelee vile vile kudumisha utulivu, ili hili jambo letu la ibada ambalo ndilo ambalo tumelishikilia na ndilo nguzo kubwa katika maisha ya watu, ya wanadamu, tuendelee nalo vizuri. Kwa hivyo naamini kwa kuwa wazazi wengi wa mkoa wetu wa Tanga ni wazazi waelewa, ni wazazi ambao wanaongozwa na dini, naamini kwamba kila jambo insha Allah taala la maelewano, jambo la ushauriano Tanga ni jambo ambalo kwamba wewe watia nguvu tu, lakini si jambo geni kwa watu wa Tanga. Ningeshauri kila ambaye kwamba hataki amani mahala alipo, basi afahamu thamani ya amani ya mahala alipo, kwamba thamani itakapomwondokea mahala alipo, basi ni majuto ya muda mrefu sana, kwa sababu kuja kuirudisha amani mahala alipo itakuwa jambo hilo litamgharimu au litatugharimu. Kwa hiyo tuendelee kuwa na maelewano, tuendelee kuwa na ushirikiano. Hili ndio ambalo nasisitiza sana. Narudisha shukrani zangu tena kwanza kwa viongozi wa dini wote wa mkoa wetu wa Tanga, pamoja nami tukiwa pamoja kwamba tuendelee hivyo. Lakini vivyo hivyo nitoe shukrani nyingi kwa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kwa namna yeye Mufti anavyosimamia mambo haya ya dini bila naye kubagua kwamba hawa ni taasisi hii, hawa ni taasisi. Hilo nimengependa kupongeza sana Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali.
jinsi alivyokuwa mfuatiliaji wa swala la amani. Lakini pia nirejeshe shukrani zangu kwenu Aiwa TV kwa namna mnavyoshiriki nawe katika nyinyi katika mambo mbalimbali katika kudumisha hali mbalimbali za amani na utulivu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aiwa TV, ulimwengu kiganjani.